nataka niwaambie tuendelee kukipenda Kiswahili, tuendelee kuienzi lugha ya Kiswahili, tuendelee kuitunza tunu yetu ya Kiswahili na kubaliana na wengine wote wanaoamini Kiswahili ni tunu ya taifa. Lakini tunapojitoa ufahamu wa Tanzania kwamba watoto wetu tuendelee kuwafundisha kwa Kiswahili, tukiacha Kiingereza. Mtoto anamaliza la 7 hajui Kiingereza, anamaliza kidato cha 4 hajui Kiingereza, anamaliza kidato cha 6 hajui Kiingereza, anamaliza chuo kikuu hajui Kiingereza. Ni hatari kubwa kwenye kuwajengea uwezo watoto wetu kukabiliana na maisha na mazingira ya sasa. Ni hatari kukimbilia kwamba unajua ni lugha ya taifa. Ni kweli lugha ya taifa, hakuna anayekataa. Hatuwezi kubishana na mataifa wenzetu kwamba leo Ujerumani mbona inawafundisha watoto wao Kijerumani. Ndio, Ujerumani ni taifa kubwa, Ujerumani inajitosheleza. Sisi tunajitosheleza kwenye nini? Kwenye nini? Wapi leo utakwenda ufanyiwe wewe interview ya ajira hata ya kuendesha gari? Wapi utafanyiwa kwa Kiswahili? Wapi dunia ya leo? Wapi? Tuambizane masuala ya Kinondoni. Wapi leo utakwenda kufanyiwa ajira uanze kuambiwa vihusishi vishirikishi sijui nomino sijui wapi utakwenda leo? Watoto wetu wanamaliza hawana uwezo huo. Na kwa sababu ya udhaifu wa lugha, vijana wengi wa Kitanzania tunapoteza hali ya kujiamini mbele ya uso wa dunia. Ukituweka wenyewe kwa wenyewe hapa, tutabishana Simba na Yanga, Manchester na Arsenal kuanzia sasa mpaka asubuhi. Nenda kwenye jamii ya watu wamechanganyika tu, zungumza Kiingereza, tunapoteza hali ya kujiamini. Ndio maana hata leo Mission Town wote yes no yes lazima igonge mzee. Lugha ni pesa, lugha ndio pesa, lugha ni fursa. Hatuwezi tunacheza na elimu ya watoto wetu bila sisi wenyewe kujua. Watoto wanakwenda kwenye shule kama mazoea, na hata hicho Kiingereza kinachofundishwa kama somo nacho kinafundishwa kwa Kiswahili. Yaani hicho Kiingereza darasani mwalimu naye yenyewe anakifundisha kwa Kiswahili. Tukatae. Vijana wenzangu wa Kinondoni, vijana wenzangu wa Kitanzania, tukatae. Leo angalia Kinondoni, amka asubuhi uone school buses zinazokuja kuwabeba watoto. Kinachokimbiliwa ni nini kule? Ni Kiingereza. Mtoto anarudi nyumbani, mama, can I have a glass of water? Sema mwanangu ameshakuwa msomi. Darasa la 2 huyo, kwa sababu kafundishwa Kiingereza. Kwa sababu kafundishwa Kiingereza. Unamuona mtoto ni hatari, ni balaa, kisha kuwa msomi darasa la 2. Leo tunatambiana, ukimpeleka mtoto shule ile miaka 2 amejua Kiingereza, hatujifundishi anafundishwa nini? Miaka 2 amefundishwa Kiingereza. Tunaelewa umuhimu na msingi wa Kiingereza kwenye dunia sasa, tunaelewa. Lakini hatutaki kulisukuma taifa hili kwamba kama tumetambua msingi muhimu wa watoto wa kizazi cha leo na kizazi kijacho ni lugha ya Kiingereza, kwa nini hatusukumi shule zetu zikafundishwa kwa Kiingereza? Tatizo ni nini? Tatizo ni nini? Tunaingia gharama, watoto tunawapeleka shule binafsi. Sina shida shule binafsi, zinapaswa ziwepo na zitakuwepo hata nitakapokuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, zitakuwepo. Lakini yale mahitaji ya msingi ambayo wote tunakubaliana na tunayaona. Leo nenda mpaka vijijini, kuna English medium school. Vijijini unakutana na school bus. Mtu anauza mbazi zake, anapeleka mtoto medium school. Mtu anauza kunde zake, anampeleka medium school. Mtu sijui anauza pamba yake, wanaelewa. Tunaelewa, wazazi wa Kitanzania tunaelewa, sio kama tuelewi. Sasa wangapi wana uwezo wa kuwapeleka hizo shule binafsi? Wangapi? Na tunafuata Kiingereza tu. Wangapi hawana uwezo wa kuwapeleka kwenye hizo shule binafsi? Kama hawana uwezo wa kuwapeleka shule binafsi za Kiingereza, tunachukua hatua gani kuliandaa taifa letu? Kwamba
kwamba shule zetu zifundishe kwa Kiingereza. Mtoto anamaliza la 7 ajue Kiingereza, kama ambavyo tunamchapa kujua 2 mara 2 ni 4. Kwa nini tusimchape kujua your name is Salum Mwalimu? Tunashindwaje? Tuamke. Leo Dar es Salaam mzigo wa school fees ni mkubwa kwa watu wa Dar es Salaam. Mkubwa. Wazazi tunajilazimisha kweli kweli kuwapeleka watoto kwenye shule binafsi. Tunafuata Kiingereza tu. Hakuna kitu kingine, Kiingereza. Tunaumia Kiingereza. Tunahangaika Kiingereza. Na watoto wetu wanaporudi majumbani tunawaangalia kwa Kiingereza. Leo na mtoto wa miaka 9, simu yako ikizingua unampa mtoto. Mtoto anajua kucheza na settings za simu kuliko wewe mtu mzima, kwa sababu hata hiyo setting hujui maana yake. Uongo. Watoto zetu siku hawachezei simu zetu, hawaturekebishi simu zetu majumbani. Sababu ni nini? Kiingereza. Watoto tunawaona wana uwezo mkubwa kuliko sisi kwa sababu ya Kiingereza, lakini sio kweli kwamba wana uwezo kuliko sisi. Waitafute hiyo school fees kama kweli wana uwezo kuliko sisi. Wataiweza? Thubutu. Tunapambana hapa usiku na mchana. Tukubaliane. Lazima twende tukafumue mfumo wa elimu yetu ndugu zangu. Msingi wa maisha yetu tuweze kukabiliana na wakati uliopo sasa, lazima uanzie kwenye elimu. Tukiendelea kuamini elimu tulio nayo leo, tukiendelea kuamini uwezo wa watoto wanaozalishwa leo wa kuangalia division 1, division 2, bila kuangalia uwezo na umahiri wake katika kuyakabili na kuyamudu mazingira yanayomkabili, kuweza kujikwamua kimaisha. Ndugu zangu, kama sisi tunavyopitia maisha magumu, nawaambia watoto zetu, masela wenzangu, watapitia maisha magumu zaidi kuliko sisi tunayoyapitia. Ndio maana nimesema katika jambo ambalo kama taifa tutaitisha mjadala wa kitaifa, na sio wa kujazana upepo na wala sio wa kujazana woga na hofu, ni mjadala wa elimu. Ndani ya siku 100 nitaitisha mjadala wa elimu wa taifa hili. Tuangalie tunataka elimu ya aina gani ya kumwandaa mtoto. Kama tunakikimbilia Kiingereza kwa mamilioni, Kiingereza hicho kwa nini tusifundishane shule? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini tusiwe na walimu wenye ubora wa kufundisha shule? Hao wanaofundisha hizo shule binafsi si Watanzania wenzetu? Wako Watanzania wenzetu. Pamoja ni kwamba na wako wageni, raia wa kigeni leo wanafundisha kwenye shule binafsi kwa sababu ya Kiingereza tu. Hatuzidiwi uwezo. Vijana mimi nimesoma maisha kawaida kabisa. Maisha kawaida. Kuanzia darasa la 1 mpaka digrii yangu ya 1 ya 2 zote vyuo vya kawaida kabisa. Nimemaliza la 7 Dodoma hapo, shule ya msingi hapo. Nikasoma kidato cha 1 shule ya msingi Dodoma, nikaenda Kilimanjaro shule ya msingi Umbwe, nikaja nikamaliza kidato cha 4 shule ya sekondari Kibaha. Nimekwenda kidato cha 5 na 6 Shaikom Shinyanga. Nimekuja chuo kikuu nimesoma Dar es Salaam, nimesoma na chuo kikuu cha Dar es Salaam. Cha kawaida kabisa. Uwezo tunao. Mchukue kijana wa Kitanzania muweke hapo, hata kuchambulia mambo yote, lakini mrudishe kwenye lugha dakika 5 nyingi. Hatuwezi kujieleza. Tunapungukiwa uwezo. Na hii changamoto ndio inayokwenda hivyo hivyo mpaka kwenye taasisi za umma, mpaka serikalini. Tunaajiriwa, uwezo wa lugha ni mdogo, tunahatimaye tunakwenda kusoma na kupitisha mikataba bila ya kujua. Leo namkuta waziri anaiwasilisha nchi, anaiwakilisha nchi kwenye jumuiya ya kimataifa, anazungumza Kiingereza, unatamani kuingia chini ya uvungu. Waziri. Sasa fikiria, huyo ndo ana exposure, waziri. Wakenya wanatucheka, Waganda wanatucheka. Tukingangania Kiswahili, tukipende Kiswahili, tukitunze na kukienzi Kiswahili, lakini kwenye mabadiliko makubwa ya elimu ninayokusudia kwenda kuyafanya, Mungu akinijalia kibali cha kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa nchi hii, ni pamoja na kukiona Kiingereza kama nyenzo ya msingi ya kizazi chetu kumudu kukabiliana na maisha na mazingira ya leo yanayotuzunguka ndani ya nchi na nje ya nchi.
Lazima tukubaliane ndugu zangu, kuendelea na elimu hii tulionayo. Ninawaambia, kuendelea na elimu hii tulionayo. Mimi niko wananasifu hapa. Njoo wakati wa mapumziko watoto. Hii elimu ya kukimbilia kwenda kununua viazi na ubuyu hii elimu, ninawaambia, inatuongezea umasikini. Mimi ninaamini kabisa inatuongezea umasikini, kwa sababu mtoto unamsomesha mpaka darasa la 7 anamaliza, hajiwezi. Unaendelea kumhudumia mpaka kidato cha 4 anamaliza. Leo wengi, hata tukiangaliana hapa, vijana wengi masela, ni maisha yetu ya kawaida. Tunaishi kwa baba na mama, au tunaishi kwenye nyumba za urithi. Uongo. Lazima tukubaliane kama taifa, tupunguze, na hii mwenendo unaokwenda ndio unaokwenda kuongeza tofauti ya kipato cha wenye nacho na wasio nacho kwenye nchi yetu, kwa sababu wenye nacho wanawajenga misingi mizuri watoto wao. Tusionacho tunaishia kwenye shule hizi, watoto wanapita na mabasi, wanamuona mwenzao kabeba begi hilo na dumu la maji na ufagio, anakwenda shule. Mtoto unaanza kumtengenezea mentality ya kujiona yeye ni mwenye thamani kubwa zaidi kuliko wenzake, na wote wanakaa mtaa mmoja. Anakuja na gari linamchukua nyumbani, anafunguliwa, anakaa. Akiingia kwenye gari ana simu ya mkononi, anacheza game, anawaona wenzake, yeye anakwenda Upanga, Masaki, Mikocheni, Oysterbay, anawaona wenzake wanakuja hapa Mbuyuni na Hananasi shule ya msingi. Anaanza kutengeneza mentality. Wakati yoyote mwenye kizazi kama cha kwangu, hii generation yangu hii, tunajuana hapa, wenye miaka 40, 41, 42 hapa tunajuana. Wakati wetu hizo shule hazikuwepo. Uongo. Wote tulisoma kwenye shule moja. Watoto wa mawaziri, mimi shule zote nilizosoma, nimesoma na watoto wa mawaziri, nimesoma na watoto wa makatibu wakuu, nimesoma na watoto wa RPC, nimesoma na watoto wa bunge. Tulikuwa wote tunachangamana, na elimu iliweza kulindwa, kwa sababu tukirudi nyumbani, mtoto wa waziri anamlalamikia babake waziri, mtoto wa mbunge anamlalamikia babake mbunge, mtoto wa katibu mkuu analalamikia babake katibu mkuu. Wanapigania elimu zinakuwa bora. Tumesoma elimu pamoja na mazingira yalikuwa magumu, lakini tulifundishwa, tukajengewa uwezo. Ndio maana leo wenye miaka hii 35 mpaka 45 tunajuana kwa majina, tunaheshimiana, tunapendana, tunasaidiana. Chukua watoto wenye miaka 20 kuja chini leo, hawajuani, hawapendani. Tabaka linazidi kuwa kubwa, linaanzia kwenye msingi wa elimu wa watoto wetu, na tunacheka vijana, tunaona ni jambo la kawaida. Nataka niwaambie, twendeni tukafumue sekta ya elimu, twendeni tukaboreshe elimu yetu, tuanze kuwafundisha watoto wetu usawa wa kujitambua, wa kuheshimiana wakiwa wadogo. Mimi naambia kabisa, leo hapa tukikaa tunajuana. Ukihama mtaa unaambiwa, bwana Salum Mwalimu kaambia mtaa fulani tunatembeleana. Watoto wa siku hizi, akishuka kwenye gari kaingia kwenye geti, yeye na dadi na mamu, mchezo umekwisha. Hata wajirani yake hamjui. Hawajuani kwa sababu ni matabaka. Anawaona wenzake ni dhaifu, yeye ni bora, anakuwa na akili hiyo. Twendeni. Nawaambia, na mimi nimewaambia, mimi si wakishua, mnanifahamu. Washikaji wanaazifu mnanifahamu. Tumekuwa wote miaka nenda miaka rudi, tuko hapa. Kama mpira tunacheza hapa, kama kusaidiana tunasaidiana hapa. Maisha yetu ni hayo. Ndoto nilizozitimiza, ninaamini vijana wengi wenzangu wanapambana kutimiza ndoto zao, wanashindwa kwa sababu ya mazingira. Niko tayari kwenda kuyabeba na kupigania ndoto za vijana wenzangu wa nchi hii. Ninaamini tunaweza. Nendeni mkaniamini, tarehe 29 nipelekeni nikawe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tukajenge nchi yetu hii.